Mbinu anazozitumia shetani kushughulika na watu wanaongojea Kristo anaporudi mara ya pili. Mbinu ambazo shetani anazitumia kuweza kuwadhoofisha wale wanaomsubiri Yesu. Jioni ya leo tunaenda kuangalia jambo moja ambalo ni hofu. Shetani amefanikiwa sana kuwaangamiza watu maisha yao ya kiroho kupitia silaha ya hofu. Tuombe. Baba Mungu, endelea kuwa pamoja nasi tunapoendelea kutafakari jioni ya leo, ukitutia nguvu, ukituondolea viashiria vyote ambavyo mwovu shetani anatamani kutuweka ili tusisikie sauti yako. Uwe pamoja nasi, ukiongozana nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hofu. Wale wanaomsubiri Yesu, shetani amewekeza kwao hofu. Na hofu hii ameifanya imekuwa ni sehemu kubwa katika maisha yao. Na kwa kiwango fulani amesababisha baadhi ya watu wamepoteza tumaini lao kwa sababu ya hofu. Wanafunzi kwa sababu ya hofu wamejikuta wakinunua mitihani. Wamejikuta wakiingia na vitu vya kuangalizia kwenye mitihani. Wamejikuta wanafunzi wakimuinda msimamiaji wa mitihani, na msimamiaji wa mitihani amekuta akiwawinda wanafunzi kwa sababu ya hofu. Tena anayesimamia mitihani ndo ana hofu zaidi kuliko anayesimamiwa. Maana hata mwanafunzi akitetemeka tu lazima arudi kumkagua ana nini. Hofu. Lakini hofu imesababisha watu wengi wameacha kuwa na ibada za nyumbani. Wameacha kufanya ibada za asubuhi kwa sababu ya hofu ya maisha. Watu wamefanya kazi mpaka masaa yanayopitiliza muda wa ibada. Lakini kwa sababu ya hofu ya maisha, wanadamu wengi wameamka usiku mwingi hawajafanya ibada. Wameelekea kwenye kazi zao kwa sababu ya hofu ya maisha. Kwa sababu ya hofu ya maisha, wanadamu wengi wamekaa makazini wakiwa wanapokea rushwa. Wanapokea rushwa kwa sababu ya hofu ya maisha. Wamejikuta wamedumbukia katika wimbi la kupokea rushwa kwa sababu ya hofu ya maisha. Lakini pia Wakristo wengi wameingia kwenye changamoto ya kuhitaji huduma kwa kuonga fedha ili waweze kupata huduma ambazo ni haki zao kwa sababu ya hofu. Kwa sababu ya hofu, Wakristo wameenda kununua huduma kwa kutoa fedha, huduma ambazo zilistahili wazipewe bure. Ni kwa sababu ya hofu. Kwa sababu ya hofu, wapo watu ambao wameamua kuvamia ndoa za watu. Wanafahamu kabisa huyu ni mme wa mtu na ana mke wake, lakini wako tayari kuingia kuwa mke wa pili kwa sababu ya hofu. Hofu. Kwa sababu ya hofu inasababisha hata watu wanaotafuta kazi wako tayari kuonga ili waweze kupata kazi. Ni kwa sababu ya hofu. Kwa sababu ya hofu, ibada zetu za Jumatano hazina watu. Watu wengi wako kwenye shughuli za kimaisha, wanaogopa kutoa muda kuja kwenye maombi ya Jumatano kwa sababu ya hofu ya maisha. Kwa sababu ya hofu, wanadamu wengi hawaji kwenye ibada za Ijumaa wakidhani kwamba wanatakiwa wakamilishe mahitaji yao kwa muda wa siku 6 mpaka jua linazama wakiwa kazini. Hii ni kwa sababu ya hofu. Kwa sababu ya hofu, wanadamu wengi itakapofika Sabato mchana wanarudi nyumbani kulala ili wakusanye nguvu jioni jua likizama waingie katika kazi. Hii ni kwa sababu ya hofu ya maisha. Lakini kwa sababu ya hofu, hata wajumbe wa baraza waliokubali kuzipokea kazi kwa sababu ya hofu ya maisha wameshindwa kupata nafasi hata siku ya Jumapili kwenda kwenye vikao vya baraza kwa sababu ya hofu ya maisha. Shetani ameiweka hofu kwenye mioyo yetu. Imechukua nafasi kubwa kana kwamba kila jambo mtu analifanya kwa sababu ana hofu ya maisha. Hii mbinu shetani ameitumia kwa wale
wanaomsubiri Yesu. Lakini kupitia hofu, jioni ya leo natamani niweze kuatia moyo kwamba kuna nguvu katika kusubiri. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nguvu katika kusubiri. Na kwa sababu kuna nguvu katika kusubiri, jioni ya leo natamani niwapatie mifano ya watu wachache ambao waliona nguvu ya kusubiri. Jioni ya leo natamani nikupeleke kwenye mifano ya watu wachache ambao waliona nguvu katika kusubiri. Watu wengi wanafeli katika kusubiri kwa sababu wanapenda kujilinganisha na watu wanaowazunguka. Wanashindwa kufikia malengo, wanashindwa kusubiri kwa sababu ya kujilinganisha na watu. Fulani nimesoma naye, leo ana maisha fulani, mimi niko hapa. Kushindwa kusubiri. Lakini wengine wameshindwa kusubiri kwa sababu ya ratiba walizojiwekea zimepita. Natamani angalau nikiwa na miaka 26 niwe nimeolewa, lakini leo akiangalia 36 watu wameamua kwenda kuwekwa hata wawe wake wa pili, hata kuzaa na watu ambao hawaeleweki kwa sababu ya hofu na kushindwa kusubiri. Lakini wengine wameshindwa kusubiri kwa sababu ya kelele za watu. Oh, huyo mke wako mpaka leo mbona hazai? Mbona hatuoni chochote? Oh, anakujazia sijui nini na nini. Pressure na kelele za watu wanaotuzunguka. Kuna mifano michache tutaiangalia jioni ya leo ambayo inatupatia nguvu katika kusubiri. Mfano wa kwanza ni mwanamke Sara. Mwanamke Sara toka mume wake Abrahamu apokee ahadi ya kuweza kupata mtoto wa ahadi, waliomba na kusubiri kwa muda wa miaka 25. Ingawa katika kusubiri Sara alishawishika wakati fulani, hata akamwambia mume wake aweze kutafuta mtoto kwa njia isiyo halali. Lakini baada ya kutambua kosa hilo, Sara akarudi katika mstari. Na Sara aliporudi katika mstari, toka ahadi ilipotolewa mpaka mtoto anapatikana, yapata kipindi cha miaka 25. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki yangu, unaweza ukasubiri miaka 25 jambo lako. Rafiki yangu, unaweza ukasubiri miaka 20 jambo lako. Watu kadhaa wamefanikiwa kuoana, lakini ndani ya miaka 2 wamediriki kwenda hata kwa waganga kwa sababu wameshindwa kuvumilia na kuwa na subira katika kusubiri. Miaka 25 Sara alisubiri na yule mtoto akaja akapatikana. Kuna nguvu katika kusubiri ahadi za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaangalia mtu mwingine ambao ni Isaka na Rebeka. Isaka mama yake alimpata baada ya kusubiri kwa muda wa miaka 25, lakini Isaka naye baada ya kuoa alisubiri kwa muda wa miaka 20. Miaka 20 Isaka na Rebeka walikuwa wako pamoja, hawakuwahi kuachana, hawakuwahi kutengana. Walivuta nguvu kwa pamoja, waliomba kwa pamoja, walitafakari kwa pamoja, walitafuta suluhu kwa pamoja. Baada ya miaka 20 Mungu aliweza kuwapatia majibu. Na majibu hayo yalikuwa ni mapacha ya watoto ambao Mungu aliahidi kuwapatia. Na mbele zaidi ni kwamba katika hawa mapacha ambao Mungu alimpatia, alikuwa amemwahidia kwamba haya ni mataifa mawili yako tumboni mwako, mama utakuwa mama mwa mataifa mawili. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nguvu katika kusubiri. Kuna nguvu katika kusubiri. Mtu mwingine ambao ana nguvu zaidi ni Yusufu. Yusufu subira yake ilikuwa sio ya kawaida. Yusufu anapelekwa na kaka zake, wanaenda wanamtupa katika birika. Kijana ana nguvu, kijana ana uwezo wa kutoka, ila alikaa akisubiri kinachoendelea. Nguvu za kutoka alikuwa nazo, lakini alikaa akaangalia kinachoendelea kwa sababu alikuwa anamwamini Mungu.
Wasaa ulipofika, kaka zake wakapiga danadana, wakamchukua wakamuuza kama mtumwa. Lakini kumbuka, anapoondoka kama mtumwa, akigeuka nyuma akitazama kaka zake ambao wamezaliwa pamoja, ambao wamekuwa pamoja, leo hii wanamuuza, anaondoka kama kifungashio. Yusufu anawatazama kaka zake, wala hajalia wala hakutoroka. Yusufu aliendelea kusubiri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yusufu anaingia katika nyumba ya Potifa, anapewa umiliki wa mali zote, lakini anakutana na mwanamke yule aliyekuwa anatamani kumtendea yasiyofaa. Yusufu alitambua kwamba angelala na yule mwanamke, huenda angepata fedha na mali alizokuwa anazitafuta kwa muda mfupi. Wangekuwa ndio vijana wa leo ambao wanaenda kubeti ili wapate mafanikio, huenda wangeona kwamba hii ni bahati. Wangekuwa ndio vijana wa leo ambao wamekaa wanacheza draft toka asubuhi, huenda wangeona hii ni bahati njema. Lakini Yusufu alitamani kutufundisha kwamba kuna nguvu katika kusubiri. Na alipokataa, Yusufu anaenda kutupwa gerezani kwa sababu ya tendo ambalo hajalifanya. Na Yusufu akiwa gerezani, anamwambia yule mtumwa, utakapoenda kwa mfalme uwe unanitaja, ukanitaje basi. Lakini Yusufu alipokaa kule hakutajwa. Kuna nguvu katika kusubiri. Haya yote Yusufu yanapita, ana uwezo, ana nguvu, lakini amekaa anasubiri. Kuna nguvu katika kusubiri. Yusufu wakati anasubiri, alianza kusubiri toka akiwa katika birika alilotupwa. Yusufu alisubiri akiwa katika safari ya kuelekea kuwa mtumwa. Yusufu alisubiri katika majukumu aliyopewa na mfalme. Yusufu alisubiri hata aliposhawishiwa kulala na yule mwanamke. Yusufu akasubiri hata alipokuwa gerezani. Lakini alitoka gerezani akiwa ni waziri mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nguvu katika kusubiri. Huenda Yusufu angeahidiwa zawadi za TV na fedha na yule mwanamke, asingekuwa waziri mkuu. Huenda Yusufu angekubali kulala na yule mwanamke, huenda angeishia kupotea dhambini. Lakini mwisho Yusufu anaibuka shujaa na kututia moyo kwamba kuna nguvu katika kusubiri ahadi za Bwana. Na wakati zinatimia, kaka zake wanakuja pale, anawashangaa. Nadhani angekuwa ni wewe, sijui ungesemaje na kaka zako, kwamba kaka zangu, mnaona nilishawahi kuambia bwana, mkanitupa, mkanifanyia hivi, niko hapa. Lakini Yusufu alitamani tupate somo la kujifunza kwamba kuna nguvu katika kusubiri. Wale wote wanaongoja, wanaomsubiri Yesu, wale wote wanamsubiri Yesu wanapaswa wajifunze subira, wajue kwamba subira, wajifunze kwamba kuna nguvu katika kusubiri ahadi za Bwana. Wale wanamsubiri Yesu wanapaswa kujifunza kuna nguvu katika kungojea ahadi za Bwana. Wale wanamsubiri Yesu wanapaswa kutambua kwamba kuna nguvu katika kusubiri. Mtu mwingine ambaye anaitwa Daudi. Daudi naye ananishangaza sana kama Yusufu. Yaani Daudi anapakwa mafuta kwa mfalme angali ana miaka 16. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa na miaka mingapi? Sasa Daudi anapakwa mafuta kwa mfalme akiwa na miaka 16. Anaanza kuwindwa, anawindwa. Anakuja kukalia kiti akiwa ana miaka 30. Bwana Yesu asifiwe. Hivi unanielewa vizuri? Tafakari Daudi. Yaani toka miaka 16 anawindwa. Nafika nyakati anamwambia rafiki yake mtoto wa Sauli kwamba ipo siku baba yako ataniua. Hakuna haja ya kuendelea kukaa. Mimi naona bora nikimbie. Daudi anageuka kuwa mtumwa, lakini ana ahadi ambayo Samueli wakati anakuja kumpaka mafuta alimwambia kwamba Bwana amekuchagua kuwa mfalme. Na Daudi anajua kabisa Bwana ameniandaa kuwa mfalme, lakini anawindwa uawe. Anataka kuuawa, anataka kuchomwa mishale, anatendea siyofaa. Daudi anasema siku moja baba yako siku moja ataniua. Haina haja ya mimi kukimbia. Lakini anakimbia. Wakati mwingine
Sauli anataka kuja kumuua kwa mke wake. Mke wake anamwambia, baba yangu ana mpango wa kukuua. Daudi anakimbia. Daudi alikuwa shujaa na shupavu wa vita, lakini alikuwa anakimbia. Daudi alikuwa anakimbia. Amepata miaka 14 ya kukimbia kama mtumwa, lakini anajua kabisa Bwana amenichagua niwe mfalme. Jioni ya leo natamani nikwambie kuna nguvu katika kusubiri. Nyakati hizi zote, kuna wakati Daudi anakutana na Sauli akiwa amelala na jeshi lake. Daudi anaingia, anakata pindo, anakaa kwa mbali, anamuita, mfalme, huyu Abineri ni mwanamke anakulinda, ana nguvu yoyote. Kama angekuwa ni mwanaume, nimekuja hapo, nimekata pindo, ninayo hapa. Angalia, nimeshindwa kukuua kwa sababu wewe ni masihi wa Bwana. Sasa kwa nini mimi unataka kuniua? Yaani anamuonyesha kwamba uwezo ninao, nguvu ninazo, ila nasubiri ahadi za Bwana. Uwezo ninao, nguvu ninayo, kukuangamiza ninaweza, lakini ninasubiri ahadi za Bwana. Kuna nguvu katika kusubiri. Wanafunzi wanaosoma waendelee kusoma. Bwana Yesu asifiwe. Wasome mambo wanayotafuta. Wakati ukifika, kwa sababu kuna nguvu katika kusubiri, yote watayapata. Kuna nguvu katika kusubiri. Daudi anatamani kutukumbusha kwamba hata yeye alitamani kuwa mfalme. Hakutamani kupata zile bugdha zote, lakini alipogundua kwamba huenda usi wakati wa Bwana, alikaa akasubiri. Wakati wa Bwana ulipofika, hakutumia nguvu. Wakati wa Bwana ukifika, rafiki, hautatumia nguvu. Wakati wa Bwana ukifika, rafiki, hautapambana. Maisha yako sio mapambano. Wakati wa Bwana ukifika, yatakuja yenyewe. Wakati mabinti wanahangaika kutafuta waume za watu, wakati ukifika, mume wako atakuja mwenyewe. Wale wanaenda kuvunja ndoa za watu, wakati wa kufika, utajipatia mume wako mwenyewe. Wakati ukifika, utapata kazi ambayo Bwana amekuahidia. Bwana Yesu asifiwe. Juzi niliwaambia kuhusu habari ya kutafuta kazi. Nilikuwa nasoma na rafiki yetu mmoja ambaye alikuwa ni mtu mzima kidogo na alikuwa anafanya kazi katika manispaa ya Dodoma. Baada ya kutoka interview ya kazi za planning kwa level ya diploma, na mimi nilikuwa ninayo, akaniambia kwamba rafiki, kuna watu nimewapata wanasema kwamba wana uwezo wa kukuunganisha upate kazi, lakini tafuta 1,000,000. Nikamwambia Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wakati ulipofika, akinisisitiza, leta basi 500,000. Nikamwambia nilishawahi kula kiapo wakati nasoma kwamba sitapata kazi kwa kuonga. Sitapata kazi kwa kutumia njia ya shortcut. Sitapata kazi kwa kutumia mlongo wa nyuma. Maana Mungu aliyeniumba akuniweka niwe bahati nasibu. Mungu wakati ananiumba akunifanya mimi nitumie rushwa ili nikae kwenye position. Mungu wakati ananiumba alitambua kwamba ipo siku mwanangu atakaa sehemu fulani. Kwa nini nianze kutumia rushwa? Kwa nini nianze kuforce mambo wakati kabla hujafika? Nilijua wakati ukifika Bwana atatenda kwa wakati wake. Jioni ya leo mimi nawatia moyo marafiki zangu, wale mnaonifuatilia na wale mnaonisikiliza hapa, kwamba Bwana anatimiza ahadi zake kwa wakati. Wakati ukifika, wale wanaomsubiri Yesu, Bwana atawatendea. Wakati ukifika, wale wanaomsubiri Yesu, Bwana atawatendea. Mungu hakumuumba mwanadamu ili aje acheze betting, ili akipata zile hela sasa ndo afanikiwe aendelee na maisha. No, Mungu hajamuumba mwanadamu kwa bahati nasibu. Mungu hajamuumba mwanadamu kama tulivyotafakari asubuhi kwamba ikifika masaa ya mafanikio
aende akachote maji baharini ili aweze kuondoa nuksi, ili Mungu ambariki. Lakini Mungu hajatuambia kwamba ametuumba ili wakati ukifika twende tukanunue yale maji moto pale, alafu tuje tumwage kwenye maduka yetu ili atufanikishe. Mungu alikuwa anajua kabisa mwanangu fulani hapa katikati atapita katika vikwazo, lakini wasaa ukifika Bwana atamuinua. Watu wa Dumila mmelala sana. Wakati ukifika Bwana alisema atamuinua. Na jioni ya leo anakutafuta wewe unonitazama na wewe unonisikiliza, kwamba yupo kwa ajili yako. Jioni ya leo anasema, ninaye rafiki katika kambi la Dumila, naona anapenda kupita shortcut, naona anapenda kuonga, naona anapenda kusaidiwa. Amesahau mimi nipo kwa ajili yake. Amenituma niwakumbushe watu wa Dumila kwamba Mungu yupo kwa ajili yako jioni ya leo, na ameahidi kukutendea wakati utakapofika. Usiogope. 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 Natafakari kwamba je, kama kweli Yusufu angeamua kufanya shortcut, leo tusingemzungumza katika visa hivi. Lakini hata Daudi angeamua kufanya shortcut, huenda leo tusingemzungumza katika viwanja hivi. Wale ambao Mungu amewasaidia wamefanikiwa, tumepata ujasiri ya kuwazungumza kwa sababu Mungu amewatendea. Na yupo kwa ajili yako kukutendea jioni ya leo. Anaahidi kabisa kwamba yuko pamoja nawe. Tunachopaswa kufanya ni nini? Ayubu 42 fungu la 5. Tunachopaswa kufanya nini? Ayubu 42 fungu la 5. Msomaji wangu nisomee Ayubu 42 fungu la 5. Ayubu 42 fungu la 5, neno la Mungu linasema. Ndio. Nilikuwa nimesikia habari zako. Yaani Ayubu wakati akiwa na fedha, wakati akiwa na mamlaka, wakati akiwa ofisini, wakati akiwa kazini, wakati akiwa PDG, anasema alikuwa bado hajaelewa. Lakini alipopita katika hichi kipindi kigumu, kipindi cha kupoteza marafiki, kipindi cha kupoteza maswaiba, kipindi cha kukaa peke yake, kipindi cha unyonge, kipindi cha kukosa fedha, kipindi cha kukosa pesa ya madawa, kipindi cha kukosa chakula, anasema nilikuwa nasikia habari zako. Kwa kusikia kwa masikio. Yaani kipindi chote nimechoishi maisha yangu, nilikuwa nasikia habari zako kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Anasema bali sasa jicho langu linakuona. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe katika yale maisha ninayoyaishi, inawezekana yananifanya nafanya shortcut, nashindwa kuwa na nguvu ya kusubiri kwa sababu ninasikia. Jioni ya leo mjaribu Mungu ili uweze kumuona. Amen. Ayubu alipopita katika hizi habari, anasema nilisikia habari zako Bwana, nilihadithiwa habari zako Bwana, lakini sasa ninakuona. Sasa naweza nikakusimulia habari zako mbele za watu. Bwana Yesu asifiwe. Wathesalonike wa kwanza 5:18 anasemaje? Wathesalonike ya kwanza 5:18, neno la Mungu linasema. Ndio. Shukuruni kwa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Kila linalotokea katika maisha yetu, tunaaswa tushukuru katika kila jambo. Ulipokosa kuchaguliwa katika interview ile, shukuru kwa kila jambo. Ulipokosa kupata mchumba yule akaolewa na mwingine, shukuru kwa kila jambo. Ulipofukuzwa kazi maeneo yale, shukuru kwa kila jambo. Huenda ungebaki na ile kazi, ungemkosa Bwana, na Bwana ameruhusu uipoteze kazi ili uweze kumpata yeye. Zaburi 119 fungu la 50 anasemaje? Zaburi ya 119 fungu la 50, ndio neno la Mungu linasema. Ndio.
hii ndiyo faraja yangu katika taabu yangu, ndiyo ya kwamba ahadi yako imenihuisha. Ahadi ya Bwana jioni ya leo, omba ahadi ya Bwana kwako iweze kukuhuisha katika yale ambayo Mungu anatamani kukutendea. Amini Bwana atatenda kwa ajili yako. Maana yeye ni mwaminifu na wa haki na anatamani kukutendea. Jioni ya leo, kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wanasema Bwana nisaidie, nijifunze kusubiri. Bwana nisaidie, niweze kuwa na nguvu katika kusubiri. Bwana nisaidie, niweze kuwa miongoni mwa watu mifano wa kusubiri. Mifano katika kusubiri. Katika maisha yangu na mimi nina mfano katika kusubiri. Baada ya kuacha kazi nilikuwa naifanya kwa muda mrefu ili niweze kuhamia katika utumishi. Wakati naiacha nilikuwa na matumaini makubwa, lakini Bwana akanipitisha miaka miwili migumu. Sio miaka miwili, bali migumu. Wakati nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa namiliki kuku ambao nilikuwa nawafuga. Nilikuwa na banda kubwa la kuku na wafuga, na okota mayai na yauza. Wakati nikiwa nafanya kazi, nilikuwa nina duka nafanya biashara zangu. Lakini wakati nafanya kazi, nilikuwa nina mashamba, ninaendelea na biashara zangu. Lakini baada ya kupoteza kazi, baada ya miezi kadhaa, nikapoteza vyote. Bwana Yesu asifiwe. Wakati napoteza vyote, kasema hii inakuaje? Wakati nimeshika kimoja, nilikuwa navyo vyote. Nilipoacha kimoja, nikapoteza vyote. Nikapita miaka miwili migumu ya kusubiri. Nilipopita katika nyakati za miaka migumu ya kusubiri, nilikutana na watu ambao walikuwa wakidharau. Nilipopita katika miaka miwili ya kusubiri, nilikuwa nakutana na watu ambao wakibeza. Nilipopita katika miaka miwili ya kusubiri, nilikuwa nakutana na dharau na kejeli. Lakini kwa sababu nilitambua kuna nguvu katika kusubiri, niliendelea kungoja ahadi za Bwana. Wakati ulipofika ambao Bwana aliuandaa, Bwana akanitendea. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati fulani Mungu anataka usubiri muda mrefu ili siku ukipata uende mbele, kifua mbele, ukatoe sadaka ya shukrani na useme hakika wewe ni Mungu wangu. Inawezekana kabla hajakutendea haukuwahi kupatwa jambo la kwenda kumshukuru. Inawezekana na kuacha upite kipindi fulani, uingie katika masomo, uingie katika mafundisho, ili utakapotoka uende kumshukuru Mungu kwamba Mungu asante kwa kunitendea. Jioni ya leo ninapenda kusema kwamba nimeshuhudia mkono wa Mungu katika kusubiri. Katika ile miaka miwili migumu niliyoipitia, niliona mkono wa Mungu ukiniambia kwamba mwanangu, ipo siku yako. Wakati wengine wanapata kazi, wakati wengine wanaenda huku na huko, Bwana ananiambia mwanangu, wakati wako utakapofika utaimba machozi ya furaha. Amen. Na mtu mmoja alinipatia Biblia kubwa sana ambayo naitumia hata leo. Inaitwa Biblia ya Mafundisho Tele. Pale mjini inauzwa shilingi 85,000. Patia Biblia, akambia endelea kusoma hii Biblia katika hizi nyakati za kusubiri. Na nilipoisoma ile Biblia katika nyakati za kusubiri, kapata nguvu kwamba ipo siku ambayo Bwana atanitendea. Jioni ya leo, wale wenzangu ambao wanasema kwamba Bwana, nina jambo langu fulani, nimeomba toka muda mrefu, nina miaka miwili mitatu ninasubiri, lakini wakati fulani nashawishika kwa sababu wenzangu wanafanikiwa, hadi wakati fulani nikafikiria kwenda kununua maji ya baraka, wakati fulani nikafikiria kwenda kudungua udongo wa upako, wakati fulani nikafikiria kwenda kununua perfume ya upako kwa sababu nilikuwa naona inachelewa. Lakini jioni ya leo nimetambua sauti yako, nikasema Bwana, najipa nguvu nikiendelea kusubiri. Kama upo miongoni mwao, naomba uweze kusimama. Kama unasema Bwana, sitaki kwenda kununua maji ya upako, sitaki kwenda kununua
udongo wa upako, sitaki kwenda kununua nini za upako. Nimetambua kwamba wakati wangu umeuandaa, tena ni mzuri, tena unakuja. Simama nami tumwambie Bwana kwa ajili ya wakati wako unaosubiri. Na jioni ya leo nitaomba wale wote ambao wanasema Bwana, nina jambo langu nimeliomba, lakini kupitia somo la leo nasema hapana Bwana, sitakata tamaa, sitavunjika moyo, nitaendelea kusubiri ahadi zako. Piga hatua uweze kusogea mbele. Piga hatua uweze kusogea mbele. Sema Bwana, nina jambo langu, nilikuomba muda mrefu, nilikuwa natamani unitendee. Ninavyoendelea kusubiria hivi, naona halitokei. Bwana, nisaidie lile jambo langu litokee. Sogea mbele hadi hapo tu mbele. Hii nitakuwa na maombi kwa ajili yenu. Nataka nimkumbushe Bwana kwa ajili yako. Nataka nimkumbushe Bwana kwa ajili yako. Kama Sara miaka 25 baada ya hapo ulimtendea. Kama Rebeka baada ya miaka 20 ulimtendea. Baada ya Yusufu miaka 13 ya mateso ukamtendea. Akaja Daudi miaka 14 ya mateso, lakini ulimtendea. Iweje mimi leo Bwana bado hujanitendea? Nataka nimkumbushe Bwana kwa ajili yako, Bwana akutendee. Lakini na wito wa pili kwa wale wote wanaosema kwamba Bwana tusaidie, ikiwa natamani nijiunge na kanisa hili kwa njia ya ubatizo. Huenda wakati fulani niliwahi kufanya mambo kadha wa kadha yakanifanya nikarudi nyuma, nikakata tamaa, nikaondolewa jina langu kwa njia ya kuondolea ushirika. Lakini sasa natamani Bwana unifanyie jambo fulani ili niweze kurejea kwa njia ya ubatizo. Kama uko kwenye kundi hilo, wewe naomba uweze kusogea hapa. Wanaotamani Bwana awasaidie waweze kurejea kwa njia ya ubatizo, waweze kusogea hapa. Lakini hata kama miongoni mwetu kuna mmoja wetu ambaye hajawahi kubatizwa na anasema kupitia masomo ninayojifunza wiki hili, lakini kupitia mafundisho niliyopata katika darasa la ubatizo, lakini kupitia vipindi ambavyo nimehudhuria katika kanisa hili, au kupitia Hope Channel, au kupitia AW Hala, naomba waweze kusimama hapo ili waweze kujiunga na kanisa kwa njia ya ubatizo. Kama upo miongoni mwa hao wanaosema Bwana nisaidie, natamani kuweza kubatizwa, uweze kusogea hapo. Karibu dada, dada karibu. Namuona mtu mwingine pale anatafakari. Kuna nguvu katika kujiunga na Bwana. Kuna nguvu katika kujiunga na Bwana kwa njia ya ubatizo. Kuna nguvu katika kujiunga na Bwana kwa njia ya ubatizo. Bwana nisaidie niweze kubatizwa, niungane na kanisa hili ambalo linashika amri zote 10 na imani yako. Na mimi natamani niwe miongoni mwa watu wanaokusubiri, maana uliahidi atakayebatizwa huyo ni miongoni mwa watu ambao wanawekwa alama za kusubiri marejeo yangu. Kama kuna mmoja pale ambao natamani kuweza kujiunga na kanisa kwa njia ya ubatizo, kama kuna mmoja fulani pale anatamani kujiunga na kanisa kwa njia ya ubatizo, aweze kutembea. Unisikie unapodhuru wengine, usinipite. Wakati tuendelee kuimba wakati na muona dada pale, kaka pale ambao wanasema Bwana natamani kujiunga na kanisa kwa njia ya ubatizo. Basi kama ni hivyo, basi tuinamishe vichwa vyetu kwa ajili ya kupata ombi jioni ya leo. Baba Mungu mtakatifu, katika somo la leo tumetafakari mifano ya watu wenye nguvu ambao walikusubiri. Mwingine miaka 25, mwingine miaka 20, mwingine miaka 13, mwingine miaka 14. Inawezekana nikawa miongoni mwa watu ambao tumesubiri kwa muda mrefu. Nimeomba Bwana unipatie mwenzi, mpaka sasa bado nasubiri.
Nimeomba Bwana unipatie kazi, mpaka sasa bado nasubiri. Bwana, kupitia ugonjwa unaonisumbua, nimekuomba kwa muda mrefu, lakini mpaka sasa bado nasubiri. Jioni ya leo Bwana, ninaomba kwa niaba ya kundi hili, sikia maombi yanayoombwa maeneo haya na kila mmoja ambaye amesubiri kwa muda mrefu. Bwana, nakukumbusha ahadi yako. Ulisema tuendelee kukutegemea na kuamini kwamba ipo siku utatutendea. Watoto wako walioko hapa wenye mambo ya muda mrefu ambayo wanasubiri, jioni ya leo katika kiti chako cha enzi, na kuomba Bwana uweze kufungua, uweze kusikia maombi yetu tunayoomba hapa, na kila mmoja aliyepo hapa kwa kadri ya mambo ambayo ameyawasilisha kwako, ikiwa yanakupendeza, jioni ya leo nenda kamtendee, na umtendee kweli kweli. Na utakapomtendea, mkumbushe aweze kuwa miongoni mwa watu ambao wanashukuru, na akakushukuru Bwana kwa sababu umemtendea, na sio kukushukuru tu, na akashuhudie kwamba Bwana kweli ulimtendea. Kwa sababu hiyo Bwana, tenda sasa na kuzidi. Lakini Bwana, nina kundi la watoto wako ambao wamejitoa kwa ajili ya ubatizo. Tangu leo mpaka watakapobatizwa, wazingire na ugo wa malaika zako, wakihakikisha kwamba kila jambo, wazo na tendo baya litakalokuja miongoni mwao likatae Bwana. Watenge mbali na uovu ili waweze kujiandaa kwa ajili ya ubatizo. Na kama kuna yoyote ambaye amepanga, amedhamiria kuhafifisha mawazo na fikra za uchaguzi wa kubatizwa, Bwana nenda kamsaidie. Neema yako na baraka zako zikawe nasi jioni ya leo, tutakapoachana hapa mpaka tutakapokutana wakati mwingine. Tunaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana awatendee mema. Matumaini yangu umebarikiwa sana na somo la leo, na unasubiri yale ambayo umemwambia Mungu katika maombi ya leo. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Nikushukuru sana Saidi Waziri ama Thomas kutoka pale Morogoro, ambaye unazidi kubarikiwa na Mungu akubariki. Asante hata na wewe ambaye hujatuma ujumbe wako. Bwana akubariki. Nikutakie jioni njema na usiku mwema. Tukutane hapo kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Sauti moja 27. Utume kwa wote. Katika ulimwengu unaokumbwa na changamoto nyingi za kiroho, kijamii na kimaadili, sauti ya kanisa inabaki kuwa mwanga na tumaini kwa wengi. Sauti moja 27 inakuja kama jukwaa la kuunganisha waumini chini ya maono na kusudi moja: kusimama pamoja, kunena kwa umoja na kutembea katika wito ambao Mungu ameweka mbele yetu. Kauli mbiu ya kanisa si maneno tu, bali ni dira inayotuongoza katika huduma, upendo na mshikamano. Ni wito wa kuishi imani yetu kwa vitendo, kueneza Injili kwa ujasiri na kuwa na sauti ya matumaini katika kizazi hiki. Kupitia Sauti moja 27 tunatafakari juu ya umuhimu wa umoja, utii na kujitoa kikamilifu kwa kazi ya Bwana, tukiamini kwamba kwa sauti moja tunaweza kuleta mabadiliko makubwa katika jamii na katika ufalme wa Mungu. Sauti moja 27 ni kauli mbiu ya kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni, ikiwa mwaka 2027 ni utimizo wa miaka 2000 tangu Kristo kubatizwa. Na kwa hiyo kanisa linashirikisha kila muumini kwa ajili ya kupeleka Injili katika ulimwengu huu.
Tunatangaza sauti moja kupitia uchapishaji katika machapisho mbalimbali kwa lengo la kupeleka utume. Sauti moja 2027, utume kwa wote. Tunafikia jamii na ujumbe wa matumaini kupitia huduma za afya. Elimu ni nuru ya maisha, humkomboa mtu kiakili, kimwili na kiroho pia. Tukiwa na sauti moja 27, tunatangaza thamani ya elimu bora yenye maadili. Na hivi ndivyo sauti moja 27 inavyotekelezwa katika jimbo la Mashariki mwa Tanzania, ETC.